Nchi yetu imekuwa na mambo mengi sana katika kipindi hichi cha kuelekea uchaguzi mkuu. Uchaguzi mkuu ni jambo kubwa sana ambalo kila nchi inapitia pindi kila kiongozi wa nchi hiyo anapofikia mahali ambapo anamaliza kikomo cha muda wake. Lakini Mama Samia na yeye alichukua nafasi hiyo na anamaliza kikomo chake ili pia aweze kuingia kwenye awamu nyingine, awamu ya pili. Na kumekuwa na mambo mengi sana katika nchi yetu ya Tanzania, yakiwepo watu kutokudharau mamlaka, kutokuheshimu mamlaka, watu kuongea mambo ya ajabu, na kibaya zaidi kinachosikitisha na kinachohuzunisha ni pale ambapo unakuta mpaka siasa leo hii zinahubiriwa katika nyumba zetu za ibada, na ambavyo ni kinyume na taratibu. Siasa mahali pake panajulikana, ni bungeni, kwenye mikutano ya hadhara, huko kwenye mambo ya siasa, huko ndio sehemu yake ya siasa. Lakini tukienda kwenye masuala yanayohusu kumwabudu Mungu wetu aliye hai, tunamwabudu katika nyumba zetu za ibada, ikiwepo makanisani, ikiwepo na misikiti. Kama wewe ni mtumishi wa Mungu unataka kuingia kwenye siasa, ni vema ukaachana na huduma yako ya utumishi wa Mungu, ukaaga kanisa vizuri, ukalikabidhi kwa msaidizi wako, wachungaji wasaidizi, kwamba jamani, mimi sasa naacha kwanza uchungaji, niende kwanza kwenye siasa, nikimaliza siasa kule nitarudi kwenye huduma. Maana huwezi kutumikia mabwana wawili hata siku moja. Lazima mmoja tu utampenda na mmoja utamchukia. Lakini leo imefikia mahali watumishi wa Mungu, badala kuihubiri injili ya Mungu aliye hai, kuwavua watu kutoka kwa shetani, kuwaleta kwa Mungu, waende wakamwone Mungu, sasa imefika mahali wanakiuka maagizo ya Mungu, wanakugeuza nyumba za ibada ya Mungu kuwa ni sehemu ya siasa. Mungu mwenyewe anaheshimu mamlaka hizi ambazo ameziweka yeye. Mfano, ukisoma katika kitabu cha Mathayo sura ya 2 mstari wa 16, kulikuweko na mfalme Herode. Mfalme Herode kipindi kile katika utawala wake alizaliwa Kristo Yesu. Kristo Yesu alizaliwa, wakatokea watu mbalimbali wale ambao wanakutaka kwenda kumlaki, wakasema kwamba amezaliwa mfalme. Akasema amezaliwa mfalme. Akatoa amri kuanzia watoto wa kuanzia miaka 0 mpaka miaka 2 wote wauawe. Lengo lake ilikuwa namlenga Kristo Yesu. Lakini Mungu akamtokea Yosefu akamwambia, mchukue mtoto unaenda naye Misri. Maana huyu Herode ataka kumuua mtoto. Kwa nini Mungu hakumuua Herode ili Bwana Yesu aishi? Kwa sababu Mungu aliheshimu mamlaka aliyoweka yeye. Sasa kama Mungu anaheshimu mamlaka aliyoweka yeye, sisi ni nani? Sisi ni nani tusiheshimu mamlaka? Lakini Mungu alimwambia ondoka, kwa sababu mamlaka ameweka yeye, na yale anayosema yaweka yeye. Ukienda haya maneno naongea haya, yoyote anayebisha anabishana na Mungu. Pia Mungu akatuagiza sisi Wakristo wote, akatuagiza kupitia Warumi 13 mstari wa 1, kila mtu na atii mamlaka iliyokuu, kwa maana hiyo mamlaka hiyo imewekwa na Mungu na iliyopo imewekwa na Mungu. Ina maana hii mamlaka ya Mama Samia imewekwa na Mungu, sio mimi Alex Msama. Haya maneno ni ya Mungu mwenyewe, ametuagiza kupitia Warumi 13 sura ya 1. Mkasome nyinyi mnaotuma message za kutukana, na mnaotuma message za kutukana mtakuwa mnamtukana Mungu, hamnitukani mimi. Na kila mtu anayesikia hii neno akasome Warumi 13 sura ya 1 mstari wa 1. Unasema kila mtu atii mamlaka kuu, kwa maana hakuna mamlaka isiyotoka kwa Mungu, na iliyopo imewekwa na Mungu. Hii ya Mama Samia imewekwa na Mungu, hajajiweka mwenyewe. Mama Samia ni Mungu amemweka. Kwa hiyo lazima tuheshimu hizi mamlaka.
Na pia Mungu akaendelea kutuonya kupitia Warumi 13 sura ya pili, akaenda kutuonya, kwa maana amwasie mwenye mamlaka kushindana na agizo la Mungu, sio mimi. Hiyo ni Warumi 13 sura ya pili. Hivyo amwasie mamlaka, yani anayemwasi Samia Suluhu Hassan anashindana na Mungu. Kwa hiyo watumishi wanaomwasi, wanaofanya mambo tofauti na neno la Mungu, wanamwasi Mungu. Nafikiri mnanielewa. Na Mungu akaongeza hiyo hiyo Warumi 13, akaongeza akasema, washindanao watajipatia hukumu. Sio mimi, sio Alex Msama, ni Mungu mwenyewe, ni neno lake. Anaebisha anambishia Mungu. Wote mkasome kuanzia Warumi 13 mpaka 16. Ni maagizo ya Mungu jinsi ya kumheshimu rais wa nchi yetu. Kwa hiyo wote wanawasi watajipatia hukumu. Kwa hiyo yanayofanyika haya ni maelekezo ya Mungu. Mimi nimetafakari, nimesoma Biblia sana, nimemwona Mama Samia anaongoza nchi hii kwa mujibu ya maelekezo ya Mungu aliye hai. Haongozi nchi hii, na wanaomsema wanamsema Mungu, wanaomshutumu wanamshutumu Mungu, na hukumu yao ipo. Na anachokifanya Mama Samia ni sahihi, anatekeleza neno la Mungu. Ukisoma hii hapa Warumi 13 yoyote, hata nyinyi waandishi mkasome, yameandikwa Warumi 13 sura ya 3, Warumi 13 sura ya pili. Hivyo amwasie mwenye mamlaka hushindana na agizo la Mungu. Yaani wewe usipomtii Mama Samia unashindana na agizo la Mungu. Na Mungu akaongeza, sio mimi, haya ni maneno ya Mungu, anatuambia sisi wa Kristo. Nao washindanao wanajipatia hukumu. Kwa hiyo kila mtumishi wa Mungu anayechanganya siasa na dini, anachokitafuta ndicho alichokivuna. Asilalamiki mahali kokote, bali amrudie Mungu wake, atubu na amuombe msamaha rais. Sio mimi Alex Msama, ni maagizo ya Mungu. Kwa sababu naongea na watumishi wa Mungu, vifungu ninavyovitaja wanavijua, na wataenda kusoma na wataona, na watakwenda kusema kwamba Alex Msama alikuwa ni muongo au alikuwa mkweli. Lakini haya ninazungumza, na Mungu pia akaendelea kuzungumza, akasema, kwa kuwa yeye ni mtumishi wa Mungu kwako kwa ajili ya mema, lakini ufanyayo mabaya ogopa, kwa maana hauchukii upanga bure, kwa maana kuwa ni mtumishi wa Mungu. Mama Samia naye ni mtumishi wa Mungu, anayofanya anatekeleza yote maagizo ya Mungu. Kwa hiyo sisi tumepewa mwongozo wetu wa kufanya huduma hizi za Mungu. Mungu ametupa maelekezo. Ukisoma Warumi 13 sura ya kwanza mpaka ya 16 utapata kila kitu. Na Mungu mwenyewe huyo, tena Mungu mwenyewe tunayemwabudu sisi, hata nyinyi waandishi wa habari wote mnamwabudu, dunia nzima inamwabudu Mungu aliye hai, na wote tunaishi kwa pumzi zake. Anasema Warumi 13 sura ya 5, kwa hiyo lazima kutii. Ni Mungu anasema lazima kutii, kwa sababu ile ghadhabu tu, yani lazima tutii kwa sababu ile ghadhabu tu, ila kwa sababu ya dhamira. Yani kutii ni lazima, sio unabembelezwa wana lazima utii, tena uwe mnyenyekevu. Na sio hayo tu, Mungu akaongeza zaidi, akasema kwa sababu hiyo tena mwalipa kodi, kwa kuwa wao ni wahudumu wa Mungu. Yani na hata kodi inatakiwa tulipe kwa sababu wao ni wahudumu wa Mungu. Kwa hiyo nataka niwaambieni kwamba watumishi wa Mungu wote, hii sehemu ni kubwa, siwezi kusoma yote, lakini lengo kubwa la kuita press hii ni kuwaambieni waandishi wa habari ni kwamba watumishi wanaochanganya siasa na dini makanisani
wanamkosea Mungu na wanamkosea Mama Samia Suluhu Hassan, kwa sababu watumishi hao wanajua kwamba Mungu ameshawakataza msichanganye siasa na dini. Tukiwa makanisani tuhubiri injili ya Mungu, tuisaidie serikali, watu waache maovu wamgeukie Mungu. Watu wakiacha maovu wakimgeukia Mungu, serikali inatawala vizuri na watu tunafanya shughuli zetu. Tunatoka hapa tunaenda Kariakoo kununua vitu vyetu, unatoka hapo unapanda basi lako unaenda mpaka Mwanza, unatoka hapa unaenda mpaka Bukoba, unatoka hapo unaenda sehemu yote nchi, unalala kwenye hoteli kwa amani na utulivu, unyang'anyi mali zako. Hayo ndio kazi ambayo Mama Samia amepewa na Mungu aifanye. Nataka niwaambie Mama Samia hafanyi haya yote anayofanya kwa matakwa yake. Kuna mengine siwezi kuyazungumza kwa sababu kiongea wengi wao wasiomjua Mungu anatukana, lakini yoyote atakayetukana anamtukana Mungu. Haya ni maagizo ya Mungu. Mungu anasema tutii mamlaka, kwa sababu mamlaka hiyo iliyopo nayo imewekwa na Mungu. Kwa hiyo Mama Samia amewekwa na Mungu. Mambo yote Mama Samia anayofanya anaelekezwa na Mwenyezi Mungu, anaongoza nchi hii. Mimi nimesoma kuanzia Warumi 13 mpaka 16. Nimeona mama huyu anaongoza nchi yetu vizuri sana. Tena kuna mambo mengine hayafanyi. Akifuata haya maelekezo ambayo Mungu amempa kuongoza nchi yetu hii, aisee, sijui itakuwaje. Yaani sijui itakuwaje. Lakini kuna mengine hata mama hayafuati. Lakini kila anachokifanya, na hao watumishi wa Mungu wanaoacha kuhubiri injili ya Mungu wanakwenda kufanya mambo ya kishetani, ndio wanakwenda kukutana sasa na mkono wa Samia Suluhu Hassan. Na Mama Samia Suluhu Hassan ni rais wetu. Yale anafanya sio kwake yeye anatekeleza maagizo ya Mungu. Anatekeleza kile Mungu alichomuongoza kuliongoza taifa hili, kwa sababu Mungu ndio amemweka yeye. Kwa hiyo naomba kila mtu anayefanya haya anayofanya kwenye nchi yetu, kwanza kasome haya maandiko, afu ndio arudi abishe. Awe mwanasiasa. Hata hawa wanasiasa wanaopiga makelele, Mheshimiwa Rais anawaangalia kwa sura la huruma, kwa jicho la huruma. Hajatekeleza maagizo ya Mungu. Mama Samia akitekeleza maagizo ya Mungu, leo Mama Samia huyu anatukanwa maskini, ani mama watu na familia zao. Unafika mahali kiongozi wa dini unaenda kutoa mifano mibaya kwa familia ya mtumishi wa Mungu. Unaenda kutoa maagizo mabaya kwa mtu ambaye ameteuliwa na Mungu, amepakwa mafuta na Mungu kuliongoza taifa letu la Tanzania, kwa sababu huyu ndio mfalme wa Tanzania. Kipindi kile walikuwa wanaitwa wafalme, kipindi hichi wanaitwa maraisi, ni viongozi wa nchi zetu. Mama Samia ni mpakwa mafuta, ameteuliwa na Mungu kutongoza sisi. Na mimi nilikuwa kila ninapoona watu wanazungumza, wewe nazungumza, nikasema hivi kwa nini? Nikatafuta sana mpaka kufikia kuja kuzungumza. Nikasoma, mimi nasoma sana Biblia. Nikasoma mpaka nikakutana na hii sehemu, nikasema kila ninachokisoma namuona mama yuko sahihi. Tena katika hichi kifungu cha Warumi 13 kuanzia mstari namba 1 mpaka namba 16, mengine mama hata kuna zaidi ya mambo karibia sio mangapi hata aligusa mengi. Amegusa mambo 3 tu. Mengine hatajagusa. Wanasiasa wanamtukana mama huyu, wanamtukana hovyo. Mimi naomba niwaambie Watanzania wenzangu, ifike mahali sasa nchi hii ionekane na mtawala. Polisi wafanye majukumu yao, jeshi lifanye majukumu yao, magereza wafanye majukumu yao, walio mahakamani wafanye majukumu yao, na sisi wa Tanzania tufanye kwetu tuliopewa. Kama wewe mtu kweli raia wa nje ya nchi, unaingia kwenye nchi yetu, umeingia kwa amani, unaambiwa shida yako ni nini? Mimi nakuja kufanya biashara. Viko taasisi zimeteuliwa zinashughulika na biashara, ikiwepo TIC, ikiwepo TRI. Hufanyi makosa. Nchi yetu utatamani uhamie hapo ukae, nchi ya amani na utulivu. Kama wewe raia unafanya biashara zako halali, huna shida na mtu, utaishi kwa raha mstarehe. Sasa leo unainuka, unakaa kwenye mtandao, unaona tu Mama Samia ametoka tu baba kazungumza jambo fulani, unaanza kuchat, unatuma message.
unaanza kutuma message ajabu, unatukana. Mama Samia hizi message zote anasoma na hizi comment zote. Mama Samia akitoa amri, kila mmoja anaye comment akamatwa afikishe mahakamani. Nataka niwaambie kila unaye comment utapelekwa mahakamani. Sema hajaamua na waonea huruma tu. Dunia hii ni kijiji. Na ndio maana mnapoambiwa sajilini simu zenu, peleka NIDA. NIDA ile inaonyesha mpaka unatoka kwa nani, mpaka kila kona. Wewe leo una comment unatukana tu. Unafuata mpaka mlangoni, ngongo bwana fulani, hebu tunakuhitaji njoo. Haya, unaona comment zako hizi. Lakini Mama Samia hawa watu wanawasamehe tu. Anawaangalia na wasamehe. Wanatukana wanajiona wajanja. Mimi juzi kuna mtu alinitukana matusi kwenye nani? Kwenye mtandao ameongea mimi katukana. Basi mimi nikasema ngoja nitolee mfano. Yuko sasa hivi kwa ndani ameko. Nimeenda kumkamatia Kigoma. Ameletwa hapa. Paka ananiulizaje, mzee umenipataje? Umejuaje? Kaambia si simu yako hiyo, si umesajili. Na ndio maana TRA inasema kila wakati sajili. Ukienda benki, weka details zako kwa NIDA. Ukienda hiki, ukifanya uhalifu kama tunataka sifuri, ndio maana nakwambia dunia kijiji. Kwa hiyo mimi ninawashauri yani, acheni kutokana. Ipo siku utajikuta hayo matusi, unatuma komenti zako za matusi za kutukana viongozi, unatukana watu tu, alafu namuuliza bwana nimekamata Kigoma. Sasa ulikuwa unatukana nini? Mimi nimeona tu wamesema wewe mtu fulani, basi mimi comment tu, mimi comment siji chochote. Mimi nimeona mmoja comment na mimi ka comment. Kuto kufanya kosa kwa kuto kujua kosa ni kosa. Hausemi kwamba kwa sababu nilikuwa na sijui jamani nisameheni, ni kosa. Mimi ninawaomba Tanzania wenzangu, acheni mihemko ya kutukana kwenye mitandao. Acheni mihemko ya kudharau. Mama Samia ni mama, ni mzazi. Hivi nikuulize swali moja. Wewe leo unaona mama yako mzazi anatukana matusi yale, utajisikiaje? Wewe mwanasiasa mtu mzima na heshima zako, unabwabwaje unaongea maneno matusi? Mimi naliomba jeshi la polisi zidi kuwa kali. Mimi kwa haya niliyosoma kwa Warumi 13 kuanzia sura ya kwanza mpaka ya 16, mimi naliomba jeshi la polisi lifanye kazi yake. Liwe wale wakali sana kupita kiasi. Ifike mahali nidhamu ziwepo. Hivi nichukulie mfano. Hivi tuache tu kwamba mataifa mengine. Unaweza kwenda Rwanda hapo kamtukana rais namna hiyo kwa kutukana. Tuache nenda Botswana hapo kamtukana rais unavyotaka wewe. Tuache Botswana. Nenda tu jamani. Au uingia China pale. Ingia kwenye taxi tu, anza kumtukana rais wa China. Ukiwa kwenye taxi tu, mimi utashangaa hufikia hata hapo umesimamisha, hebu tunakuhitaji njoo. Lakini sisi ni nchi yetu, tunashindwa kupenda rais wetu. Rais amefanya mambo makubwa kwa muda mchache ulioingia rais wetu. Kwa miaka michache ulioingia, amefanya vitu vingi vya maendeleo. Zamani unakuta mimi mwanaume mzima naenda kupanga foleni na hangaika na maji na pensi langu. Leo hatuna hayo. Undani anamiminika, ukitoka nje utafiki bomba bovu na miminika kwa maji. Leo zahanati ulikuwa unazifuata kilomita ngapi? Lakini ukitoka sogea pembeni tu zahanati vijijini huko madama itapaka kila sehemu. Barabara miunganiko kila sehemu. Afya kila sehemu, vitu vyote yani ninashindwa kuelewa jamani. Hebu tumwacheni rais afanye kazi. Tumwacheni afanye kazi. Uchaguzi wetu tuufanye kwa amani na utulivu. Wanaokiuka taratibu, na iomba serikali iwachukulie hatua bila kumuonea mtu yote aibu. Huwezi kuridhisha kila mtu. Haya malalamiko ni ya kawaida na yapo na yatakuwepo. Hayakuanza kuwepo leo. Yapo toka nchi hii kabla hata Kristo Yesu hajazaliwa. Haya yapo. Na watawala wapo waliofanya mabaya kwa kufuata maandiko haya. Sisemi mabaya, yani kwa kufuata maandiko haya. Kwa sababu ukitekeleza haya maandiko utaonekana wewe ni mtu mbaya sana. Lakini unafuata maelekezo ya Mungu aliyosema kwamba fanyeni hivi. Kwa sisi tunaonywa, heshimuni mamlaka. Tunaonywa msifanye hiki. Tunaonywa kwa maandiko na fika kanisani kwetu tunasoma kila siku. Biblia tunazo. Siku hizi Biblia zimekaa hapo kwenye simu. Unakaa unajisomea tu tunazo. Lakini leo inafika mahali inasikitisha sana. Watumishi wa Mungu wenye heshima zao kubwa wanatumia madhabahu ya Mungu takatifu kwa kuanza kuhubiri injili baada ya kufanya kazi ya Mungu. Ole wao. Maana siku hiyo ziwa la moto watalia na kusaga meno. Watumishi wa Mungu acheni siasa. Mtumikeni Mungu wenu aliyewateua. Ninyi ni watumishi wa Mungu wapakwa mafuta. Fanyeni kazi ya Mungu. Fanyeni kazi ya Mungu iliyowaleta duniani. Mungu amewateua kufanya kazi yake. Kwamba amewasimika na kuwapa kama mafuta kwamba mfanye kazi. Wako watumishi wanafanya vizuri kabisa. Wako watumishi hapo tunawafahamu kina Mamposa wakina nani. Wanahubiri injili vizuri kabisa. Wako Warusilela, kwa baadhi ya watumishi wengine wanafanya kazi vizuri.
tena hawana shida. Kwa mbona watukani viongozi? Fanyeni kazi ya Mungu, acheni kuingizwa na roho za tamaa za shetani. Mtumikieni Mungu aliye hai. Fanyeni kazi ya Mungu, tuwavute watu kutoka kwa shetani, tuwalete watu kwa Mungu. Watu wakamwone Mungu, waache madhambi, waache kuvuta masigara, mabangi, wizi, waache mambo yote machafu, wamgeukie Mungu. Mambo ya siasa, waacheni siasa. Huwezi kutumikia mabwana wawili. Lazima mmoja utampenda, mmoja utamchukia. Kama yeye Mungu amekupaka mafuta, mtumikie Mungu wako aliye hai. Kama hutaki kumtumikia Mungu, unataka kwenda kwa shetani, kanisa likabidhi kwa mwenzako, wewe nenda kwenye siasa. Jamani naombeni kula, naombeni kula. Ukishamaliza, sasa acha nirudi sasa kule, nirudi kule. Na ukirudi kule, watu watakuuliza, mchungaji vipi? Uliteleza kidogo, ilikuwa vipi? Ulirudi nyuma. Jamani tumuombe, tunakuwekea mikono, tunakuombea, tunaendelea na huduma. Lakini usichanganye mambo mawili. Na wasii sana watumishi kwa jina la Mungu aliye hai. Mungu ibariki Tanzania, Mungu mbariki rais yetu Samia Suluhu Hassan, Mungu ibariki nchi yetu. Watumishi acheni siasa, mhubiri ni Mungu aliye hai.